kuna ripoti za mafanikio kwa kundi la wanamgambo wa kujilinda la Wazalendo katika jimbo la Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi hili ambalo linaungwa mkono na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limeripotiwa kuteka tena vijiji kadhaa vilivyokuwa vimeshikiliwa na waasi wa M23. Hatua hii inakuja baada ya mapigano makali yaliyotikisa eneo hilo. Mapigano mazito katika eneo la Chivanga, mashuhuda wameripoti kwamba kwa takriban saa 4 mfululizo milio ya risasi nzito ilisikika katika maeneo ya karibu ya Chivanga, hasa karibu na eneo la Kafurumaye. Eneo hili lipo ndani ya mpaka wa hifadhi ya kitaifa ya Kahuzi-Biega, ambayo imekuwa uwanja wa mapigano ya mara kwa mara kati ya vikosi vya serikali, Wazalendo na waasi wa M23. Kurudiwa kwa vijiji hivi kunaweza kuleta afueni kwa muda mfupi kwa wakazi wa maeneo hayo, lakini wasiwasi bado umetanda kutokana na ukali wa mapigano yaliyotokea. Kufuatia mapigano hayo, hali ya usalama katika maeneo ya Kivu Kusini inasalia kuwa tete, huku kukiwa na hofu ya raia kuyahama makazi yao kutokana na ghasia zinazoendelea. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na viongozi wa mkoa wa Kivu Kusini bado hawajatoa tamko rasmi ili kuthibitisha idadi kamili ya vijiji vilivyotekwa au hali ya majeruhi upande wa Wazalendo na M23. Habari za huzuni zinatufikia kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo watu wawili wamepoteza maisha na wengine 5 kujeruhiwa kufuatia mapigano makali yaliyotokea katika mji wa Kamituga, Kivu Kusini. Mapigano haya yaliwakutanisha wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la Wazalendo. Ripoti za awali zikiambatana na taarifa zilizotolewa zinathibitisha vifo vya watu wawili na majeraha ya watu 5. Vurugu hizi zilisemekana kutokea usiku wa kuamkia Ijumaa Oktoba tariki 10 mwaka 2025. Inaripotiwa kuwa vurugu zilianza baada ya kuuawa kwa kapteni mmoja wa FARDC, kitendo ambacho kilihusishwa na kundi la Wazalendo. Kufuatia mauaji hayo, wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walijibu na kusababisha mapigano makali ya masaa kadhaa ambayo yaliamsha hofu kubwa kwa wakazi wa Kamituga. Licha ya utulivu wa mashaka kuripotiwa siku iliyofuata, hali ya usalama ilibaki kuwa tete sana. Shughuli za kibiashara na usafiri zilisimama kabisa, huku wakazi wakibaki majumbani mwao kwa hofu. Matukio haya yanaongeza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa ukosefu wa usalama na kuwepo kwa makundi yenye silaha katika jimbo hilo la Kivu Kusini, ambalo tayari limekumbwa na migogoro mingi ya muda mrefu. Matukio haya yanatilia mkazo changamoto kubwa iliyoikabili serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kurejesha amani na utulivu katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi la Wazalendo limekuwa likitaja sababu za kulinda maeneo yao, lakini mapigano na matukio ya uhalifu yanayoambatana nayo yameendelea kusababisha maafa na kuyumbisha maisha ya wananchi. Hali ya kibinadamu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inazidi kuwa mbaya, huku mamia na maelfu ya watu wakiendelea kuyahama makazi yao kutokana na mapigano yanayoendelea katika majimbo ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri. Jumuiya ya kimataifa inaendelea kutoa wito ya kusitishwa kwa mapigano na kuanza kwa mazungumzo ya amani. Zaidi ya maelfu ya watoto wahami wa mtaa wa Jugu wanaishi katika mabarabara za mji wa Bunia wakiwa mbele ya hatari ya magonjwa ya akili. Ni malalamiko kutoka wataalamu wa afya sababu watoto wale walitendewa ujeuri na wanatumia madawa ya ulevi. Umoja wa Mataifa unachungua mchango katika changamoto za kurudisha amani na mkazo wa udhabiti na wa ustawi wa makabila ya jimbo la Tanganyika. Ndiyo inaofasiria ziara ya kazi tangu siku ya 5 iliyopita ya ujumbe wa pamoja wa mashirika ya Umoja wa Mataifa na serikali ya Jamhuri. Askari jeshi wa FARDC wanakataza kuhusiana na wanamgambo wa FDLR hao wanaoomba kujisalimisha. Ni hatua inayopatikana katika tangazo wa jemadari wa brigade Sylvain Kenge ya siku ya 5 mjini Kinshasa
inayoambatana na utimizi wa mkataba wa Washington. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Jimboni Ituri, zaidi ya maelfu ya watoto wahami wa mtaa wa Jugu wanaishi katika mabarabara za mji wa Bunia wakiwa mbele ya hatari ya magonjwa ya akili. Ni sababu walitendewa ujeuri katika vijiji vyao na tena wanatumia madawa ya ulevi tangu miaka ya chini. Wataalamu wa afya wanaomba usaidizi na matunzo ya watoto wale. Taarifa ya Isaac Remoyope, usomi wa mshiriki wetu Roneli Ntibonera Idi Amin. Katika kata mbalimbali za mji wa Bunia, watoto waliokimbia makazi yao, mara nyingi wakiwa yatima wa baba au mama, huishi barabarani. Bila makazi wanalala mbele ya maduka, huku hawana cha kujifunika, wakipigwa na baridi hata njaa. Ili kujipatia joto, baadhi yao hununusa essence au hutumia dawa za kulevya. Watoto hawa pia ni wahanga wa matokeo mabaya ya vita inayoendelea humu nchini. Mauaji ya wanamemba wa familia zao, ubakaji, kuchomwa kwa manyumba na uporaji wa mali zao. Hii ni baadhi ya vitu ambavyo vimewapeleka kuchanganyikiwa. Vurugu hivi mara kwa mara huwasukuma kuwa na tabia za fujo au ukatili mitaani. Kwa mjibu wa wataalam, dalili hizi tayari zinaonyesha matatizo ya afya ya kiakili yanayoanza, ambayo yanaweza kuwa mabaya zaidi bila mswada. Wanatoa wito kwa serikali na mashirika ya kibinadamu kuingilia haraka ili kutoa mswada wa kisaikolojia kwa watoto hawa ambao maisha yao iko hatarini. Kulingana na mtaalamu Kahambu Kalasi, watoto hawa wanatumia vitu hivyo kwa sababu wamepata mshtuko mkubwa wa kiakili. Wanavitumia kama njia ya kujilinda. Wanafikiri kuwa kutumia dawa za kulevya kutawasaidia kusahau yaliyowapata, lakini kwa muda vinaweza kusababisha magonjwa ya kiakili, ameonya mtaalamu huu, na mwenye anadhania kwamba ni muhimu kuhamasisha, kuwapatia mswada wa kisaikolojia na pia kuboresha mazingira yao. Ituri ina zaidi ya watu 1.5 milioni waliokimbia makazi yao, wengi wakiwa ni watoto. Wanasaikolojia wanatahadharisha, bila mswada wa kisaikolojia wengi wao wako katika hatari ya kuugua magonjwa ya kiakili. Upande mwingine, Umoja wa Mataifa unachungua mchango katika changamoto za kurudisha amani na mkazo wa udhabiti na wa ustawi wa makabila ya jimbo la Tanganyika. Ndiyo inaofasiria ziara ya kazi tangu siku ya 5 huko ya ujumbe wa pamoja wa mashirika ya Umoja wa Mataifa na serikali ya Jamhuri. Pande hizo mbili zina nia ya kukaza uhusiano kwa maendeleo ya kudumu. Taarifa ya Blaise Makasi, usomi wa Pole Munanga. Sekta zinazolengwa ni afya, elimu, usalama wa chakula, ujenzi wa amani, mshikamano wa kijamii na utawala wa ndani. Maeneo haya ni mada ya miradi iliyodinishwa kama sehemu ya mchakato wa pamoja wa maendeleo ya mfumo wa ushirikiano wa maendeleo kati ya Umoja wa Mataifa na serikali. Anne-Marie Dongi, naibu mkurugenzi wa ofisi ya pamoja ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa, anaongoza ujumbe wa Umoja wa Mataifa. Kwake yeye, ufunguo ni kutathmini matokeo halisi kwenye ardhi. Kwa upande wake, Rita Pembele, mkuu wa huduma ya kusoma katika Wizara ya Mipango na Ushirikiano wa Kimataifa, anasisitiza umuhimu wa tathmini hii. Anasema kwamba kiwango cha utekelezaji wa miradi ni programu zinazojumuishwa katika mfumo wa ushirikiano kati ya Umoja wa Mataifa na serikali. Jimboni Maniema, kituo cha afya Malela kinachopatikana kwenye umbali wa karibu kilomita 100 na mji wa Kindu katika mtaa wa Kailo kina matatizo ya aina nyingi. Ni kituo kutoka mpango wa maendeleo ya mitaa 115 nacho jumba ya sasa bila vifaa vya kazi vya matunzo. Kinyume, wagonjwa 4 wanalala katika kitanda kimoja na wengine wanalazwa chini, miongoni mwao wanawake wazito. Hakikisho hiyo ilitolewa na muuguzi mkuu Swedi Lulingi anayeomba usaidizi kwa kurekebisha masharti ya matunzo katika kituo cha afya cha Malela. Tumusikilize mbele ya mikrofoni na Florence Kizalunga. Tunatumika kumagumu, bali tujengee hospitali ya mzuri, lakini ndani ya hospitali hakuna hata materiele moya, hakuna dawa. Tunatunza wagonjwa ni muordonance tu, hakuna hata bitu yote ni salama. Tunakata bitofu ya watoto na wembe sababu hakuna hata kila kitu moja sawa vile materiele.
Ombi na kilio ni kutupatishia materiele na kutusaidia na msaada wa dawa. Na shie baganga na shie tuko na kilio, tuko tunatumika kazi, hatuna hata assistance mwa fulani sawa vile salaire hatupataki, hakuna prime mpaka hivi. Tulishapata manimero matricule depuis 2016, hakuna kila kitu, prime de risque hatuone, salaire hatuone. Njo tuko tunatumika tu comme si ba bénévole. Mtu ushindaki kukazi, kutoka kukazi, njala kunyumba, njo yenye nasambaza wafanya kazi. Waganga wiko lakini batakia kufanya nini na hakuna malipo ku hospitali. Kuona gisi hatuna mwae, tunakamata ba malade hata 5 6 banabebana mkitanda moya. Kuna kuwa maambukizo kubale ba malade, kila mtu alikia na yake magonjwa, lakini bukosefu ya kukosa bitanda tunababebanisha, bengine banaikala chini. Njo tunaendelea kulia kwa baba liwali kusudi atuone hii habari kutusaidia na bitanda na mamatela. Na idadi ya wanafunzi katika shule Okoko inayopatikana kwenye umbali wa kilomita 6 na mji wa Kalemi ilipanda kutoka karibu 100 hadi 600. Ni kutokana na ujenzi wa viwanda vya masomo vipya na shirika la kimataifa la uhamisho OIM na kusimikwa kwa kantini la shule lenye kuungwa mkono na mashirika ya Umoja wa Mataifa PAM na UNICEF. Shule hiyo ilijengwa katika mpango wa mradi wa kukaza majibu ya kudumu kwa wakazi wanaoguswa na uhamisho katika jimbo la Tanganyika. Askari jeshi wa FARDC wanakataza kuhusiana na wanamgambo wa FDLR wanaoomba kujisalimisha. Hatua hiyo inapatikana katika tangazo ya siku ya 5 mjini Kinshasa iliyosahihiwa na jemadari wa brigedi Sylvain Kenge. Ni katika mpango wa utimizi wa hatua za operesheni za kamati ya pamoja ya uongozi wa mkataba wa Washington uliosahihiwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Generali wa brigedi Sylvain Kenge, tumsikilize katika masemi yaliyochukuliwa na Jean Gandu. Mwenzetu Bernard Njangi anatafsiri. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent jeshi la taifa FARDC laomba kwa vikosi vyote vya wanamgambo wa FDLR kuweka silaha chini na kujiripoti kwa viongozi wa nchi wala kwa tume MONUSCO ili warejeshwe kwa Rwanda. Jeshi la taifa laomba kadhalika kwa raia wote wanaokuwa na uhusiano na waasi wa FDLR waacha uhusiano ule na kuwaomba waasi hawa kujiripoti bila shurti yoyote kwa viongozi wa taifa wala kwa tume MONUSCO, na iwapo watakataa mwito huu, jeshi la taifa kufuatilia makubaliano iliyosainiwa Washington italazimishwa kuendesha msako dhidi yao na kuwashurutisha kwa nguvu. Aidha, FARDC yatoa mwito kwa askari wake wote kuacha uhusiano wowote na waasi wa FDLR, na yote atakayekeuka mwito ule atatolewa azibu. Violation de cette consigne permanente expose son auteur à des sanctions sévères. Mshauri wa Afrika wa rais wa Marekani Masad Boulos anasifu wito wa FARDC kwa tawi zote za wanamgambo wa FDLR ajili wajisalimishe. Akitoa maoni yake kupitia mtandao X, yani Twitter ya zamani, Masad Boulos anawaza hatua hiyo ni maendeleo makubwa katika utimizi wa mkataba wa amani wa Washington inayokazwa na azimio ya operesheni ya tarehe 1 Oktoba, sababu itaruhusu kurudishwa kwa wanamgambo wa FDLR nchini mwao na kukaza hivi ustawi katika kanda la Afrika la maziwa makuu. Katika tangazo ya FARDC imejulisha kama wanamgambo wa FDLR wanapinga hatua hiyo watapokonywa silaha kwa nguvu kutokana na sharti za mkataba wa Washington. Waziri wa mambo ya ndani na usalama anapiga kelele kuhusu maovu na vitendo vya ujambazi vya wasi wa AFC M23 unaungwa mkono na Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tangazo siku ya 6 mjini Kinshasa, Jacques Shabani amehakikisha kwamba vitendo 272 vya mauaji vilihesabiwa mwezi wa Septemba uliopita. Hata hivyo, wasi wa AFC M23 ulikataa shutuma hizo. Wakazi wa kijiji cha Chishadu kunako mpaka kati ya mtaa wa Kabare na Walungu jimboni Kivu Kusini wanaanza kurudi katika maeneo yao. Nikiisha mapambano ya mwisho kati ya askari wa FARDC na wahuni wa M23. Hata hivyo, wengi wana wasiwasi kuhusu hatari kwa maisha yao. Karibuni sasa kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo yetu. Radio Okapi, invité en Swahili. Tunakaribisha bibi Zaina Rehema Clarisse Mumbuti anaishi katika mtaa wa Kabambare jimboni Manyema. Mbele ya mikrofoni ya Florence Kizalunga anasema kuhusu ulinzi wa Wambuti mbele ya vitendo vya uporaji wa pori zao. Bi Zaina Rehema Clarisse, jambo.
Jambo sana mama journaliste. Namna gani nyinyi wa peuple autochtone huko Kabambare mnakuwa mkiishi maisha yenu ya kawaida? Mama journaliste, sie maisha yetu ya kawaida tunaishi kwa mlimo na kufanya biashara kidogo kidogo vile, juu hatuna na kabisa na soko ile kubwa sana ya kusema kama tunaweza kulima na tunaenda sasa vile kwenda kwa migini ya Kabambi kwenda kuuzisha. Sie maisha yetu tunaishi na mlimo. Na hiyo mlimo umeonesha deja matatizo kubwa, hamuna nafasi ya kuweza kuuzisha ile mazao ya shamba yenu. Sasa mnakuwa mkifanya je kwa kuweza kupata faida ya hiyo mazao? Kupata faida ya mazao tutaweza kusema iko nguvu, sababu mabarabara kwanza inatuziwia kwa kwenda kufanya biashara yetu mbali, na inakuwa nguvu vile vile juu hakuna hata mamwae ya transport ya kupeleka ile biashara yetu kusudi na sie twende tukapate ile kidogo. Tunatumia tu kwa kula, sehemu kidogo tunauzisha na yengine tunaacha vile vile juu ya kutusaidia gisi ya kuishi. Eti nyinyi wa peuple autochtone mnapataka watu wa kuweza kuwasaidia na mambegu sawa vile wanafanya kwa watu wengine? Hii turu hapa tulipokea hii ONG ya Soseariko, njo tuliona kama balikia kutuletea sawa vile huko kwetu Kabambare. Mesizaili sana kwetu kukuye maONGD nini tusa. Soseariko yenye kunatumika pamoja na hii CBSS inatuletea mbegu na inatusaidia kabisa kwa kuweza kupanda na kuona mazao ya ile kazi tuko nafanya. Sasa wakati nyinyi mnafanya kazi yenu ya mulimo, namna gani mnafanya kwa ajili ya kulinda mazingira bora? Kwa kulinda mazingira, sie tunalima tu kweli kwa ukweli, hatukukuwa na jua namna gani ya kulinda mazingira. Kila mtu alikuwa analima vile roho yake na mtuma. Tunaangusha miti kama kawaida, tunaona kama hii mwaka ulilima hii fasi, mwaka kesho unaweza lima fasi nyingine, sababu tunaona kama unalima fasi ya mupya itakupatia chakula mingi. Lakini wakati tulikia kusikia masomo banatufundisha, banasema kama tulinde mazingira, tunaanza kuchunga vile mazingira, mapori yetu tunakuwa na ichunga juu ya kuona kama hii maneno balituletea itakuwa faida kwetu. Njo inafanya seke tusianje tena kukatakata na kuharibisha mazingira yetu. Nyinyi mara nyingi mnakuwa kama mkilia kwamba pori yenu mmenyanganywa, mmenyanyaswa kwa ajili ya mapori yenu. Eti kumesha kuwa suluhisho kwa ajili ya hiyo jambo? Kwa ukweli mama journaliste, tulikuwa na mateso ya nguvu sana kupitia mapori. Utastuka mtu anakuya tuna mabarua yasema anakia kuangusha miti. Hatukukuwa na jua namna gani tujikomporte. Tulikuwa benye kugandamizika sana. Lakini kupitia ujio ya hii CBSS na batu ya Soseariko banatufundisha gisi gani ya kuproteje mapori yetu. Tunashukuru sana kwa kuya yabo, banatuonesha mipaka, kila mtu aheshimie mpaka yake na kila mtu ayue kuchunga pori yake, ile itatusaidia isikuwe tena. Yani nyinyi mnawaza kwamba wakati mnasikia jimbo la Maniema imekuwa na strategie provinciale yake juu ya agroekolojia, ni faida kubwa kwenu nyinyi wa peuple autochtone? Ndiyo, tunakuta kama ni faida kwetu, kama kwa ukweli ile kitu gouvernement provinciale yetu itaweza kusutenir sa vile sie ba peuple autochtone benye tulikuwa hatuna na watu wa kutugombania, tulikuwa sa vile batu benye balikuwa abandone na tuko na mapori yetu, lakini sie wenyewe hatukukuwa napata faida kwa ile mapori. Yani ombi yenu kubwa ni kwamba government ya jimbo isiweze kuchunga vitabu hii ama hiyo strategia kunako maofisi zabo waweze kuitendesha. Antukaba tusaidie sana. Sie ba peuple autochtone tunateseka sana. Hatuna na mabiro fasi nyingine kwa kwenda, na tunakuta kama hii strategie kama inakamata kweli kwa sie ba peuple autochtone itakuwa na sie inatusaidia. Na nini basi itakuwa mchango wenu nyinyi wa peuple autochtone kwa ajili ya maendeleo bora ya hiyo strategie provinciale ili amani ya kudumu izidi? Sie ba peuple autochtone tuko ni ba peuple lambda benye hatuna yetu na nini ya kusema. Sie tuko na mapori lakini hatujue namna gani ya kuitumikisha. Tutaendelea tena kusisimua batu yote juu hii projet iendelee mu province yetu ya Maniema. Bi Zaina Rema Clarisse, shukrani. Na mie na kushukuru vile mama journaliste. Radio Okapi, dossier en Swahili. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, zaidi ya wakuu 15 na wakilishi wa wakazi wa Oicha mtaani Beni walihimizwa kuhusu lazima ya amani kwa uongozi wa maandamano Afrika Amani. Lengo ni ya kuwatuma washiriki sana katika juhudi za utafiti wa amani na kupinga ukosefu wa kazi kupitia mipango ya ujasiri ya mali.
Maelezo mengi nawe Mark Marufimbo kutoka mji wa Beni. Wasimamizi wa majamii, viongozi wa mahali na mawakilishi wa vikundi vyote vya majamii wa tarafa la Oicha walihamasishwa kweli hii Jumamosi kuhusu changamoto mbalimbali ya kufikia amani kwa maeneo. Huko majuma mawili yaliyopita, mashambulizi ya wahuni wa ADF yalidufishwa sana pande wa magharibi mwa tarafa, ikisababisha wakaji wengi kukimbia mashamba zao na kupatikana tarafani. Mambo yale yakera moyo kweli, ila kwake shirika la Afrika Amani iliyoandaa kikao hiki cha uhamasishaji, ingalau usalama mdogo ya vuma, kuna namna moja wala ingine la kuishi kupitia shughuli za kujitegemea na kuchangia katika mchakato ya amani. Neno hili iliwapa nguvu walioshiriki kikao hiki. George Kasereka Vaeni ni mmoja wao. Tunaweza kuchangia katika amani kwa muda ambao sisi wenyewe tunajitegemea. Unajua, katika strategia ya adui anayetumia kwa ajili ya kuweza kuchukua vijana katika mji, anaprofite kwa ile muda ambapo hatuna kazi ama hatuna pesa na anatunyanyasa kwa ile namna. Ila tukiwa tuna pesa, tuna makazi yetu binafsi, nasi wenyewe tuna contribute, tunaleta vijana wengine waweze kutumika katika makazi yetu, inaweza kusaidia kuleta usalama na kuleta amani katika mji, wakati kila mtu atakuwa na kujitegemea na kukuwa na kazi yake binafsi. Vijana wanakuwa watu muhimu wanaokuwa na fursa kubwa kwa ajili ya kuleta salama ndani ya mji wetu wa Beni ambao siku kwa siku imeweza kuvamiwa na adui. Moja ya adui ya usalama nayo ni ukosefu wa kazi, alisema Janvier Katsurana, kiongozi makamu wa baraza mtaani Beni la vijana. Wakati yenye vijana jamii watakuwa na kazi, itasaidia kuweza kupunguza umaskini na itaendelesha vile kusudi tuweze kufikia amani, sababu maneno ya amani haihusu tu wakuu viongozi, haihusu tu vyombo vya sheria, haihusu Umoja wa Mataifa, inahusu watu wote wanapaswa jihusisha kusudi tuweze kufikia amani. Njia zote za kujitegemea kwa ajili ya amani ni ya kupongeza, alisema Zeno Malamasa Kasomo, mwanjilishi wa Afrika Amani. Kiongozi wa Afrika Amani alituelezea vile juu ya Fojek. Fojek iko inasaidia babiana ya moins de 36 kupata pesa ya mkopo, munarudisha bila intere. Hivi ndani ya ile yote mukuye tuungane pamoja, sababu sasa wote tunaingia ndani ya entrepreneuria, kwa kweli usalama itarudia ndani ya mugini. Viongozi walioshiriki kwa kikao hiki walipendelea mchango wa kila mmoja kwa kufikia lengo la kilichosemeka, yaani usalama na kujitegemea kwa wakaaji. Beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi. Mwisho wa taarifa hii ya habari. Kwa niaba ya wafundi mitambo wetu wote na washiriki wetu walionisaidia katika matayarisho, nasema asante kwa wote walioungana nasi. Kwa irini.